Sasa namuita Mheshimiwa Yagi Maulid Kiaratu, mbunge wa Singida mjini, aulize swali lake. Swali la mbunge wa Singida mjini linauliza, je, lini serikali itajenga chuo kikuu katika mkoa wa Singida ili kuongeza fursa za elimu ya juu kwa vijana wa eneo hilo? Naibu Waziri Wanu Hafidh Amir anatoa majibu ya serikali. Kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba kujibu swali namba 661 la Mheshimiwa Yagi Maulid Kiaratu, mbunge wa Singida mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kuongeza fursa za upatikanaji wa elimu ya juu nchini kupitia ujenzi na uboreshaji wa miundombinu wa vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu kwa lengo la kusogeza huduma hizo karibu na wananchi, kuongeza udahili wa wanafunzi na kuchochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Katika kutekeleza azma hiyo, serikali inaendelea na ujenzi wa kampasi mpya za vyuo na taasisi za elimu ya juu kupitia mradi wa kuimarisha elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, yani HIT, katika mikoa mbalimbali nchini ikiwemo mkoa wa Singida. Katika mkoa huo, ujenzi wa kampasi mpya ya taasisi ya uhasibu unaendelea kwa gharama ya dola za Marekani milioni 8, ambapo utekelezaji wake umefikia 61%. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na jitihada hizo, kwa sasa mkoa wa Singida unahudumiwa na kituo cha Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, yani OUT, ambacho kinawawezesha wananchi kupata elimu ya juu kupitia mfumo wa elimu huria na masafa unaotoa fursa kwa makundi mbalimbali ya wananchi. Aidha, serikali itaendelea kuboresha upatikanaji wa elimu ya juu nchini kulingana na vipaumbele vya maendeleo na upatikanaji wa rasilimali fedha katika mkoa wa Singida na maeneo mengine ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Yagi Maulid Kiaratu, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza niipongeze serikali kwa kuboresha mtaala, jambo ambalo litasababisha kuwa na wahitimu wengi watakaohitaji kupata taaluma na stadi mbalimbali baada ya kuhitimu masomo yao. Lakini vile vile tunapoendea mpango wa dira ya 2050, tunahitaji wataalamu wengi wakiwepo wahandisi na technicians. Je, serikali ina mpango gani wa kujenga vyuo vikuu vya ufundi kama ilivyo Arusha Technic na Dar Technic katika maeneo yote, na hasa Singida ambayo kijiografia imekaa vizuri, iko katikati, kuna maeneo mazuri? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swala la nyongeza la Mheshimiwa Yagi Maulid Kiaratu kama ifuatavyo. Ni kweli kutokana na maboresho yanayoendelea kufanyika katika mitaala ya elimu na mafunzo pamoja na utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050, nchi itahitaji wataalamu na wajuzi wenye ujuzi mbalimbali. Hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imechukua hatua ya kujenga chuo cha Polytechnic katika mkoa wa Dodoma, yani Dodoma Institute of Technology, ambacho kinatarajiwa kuanza masomo yake mwaka huu wa masomo 2026-2027. Lakini pia serikali inaendelea na maandalizi ya ujenzi wa vyuo vingine 5 ambapo vitajengwa katika mkoa wa Mwanza, Kigoma, Mtwara, Morogoro na Unguja. Lakini pia kupitia mradi wa EFPJ2, serikali ipo katika mchakato wa kufanya tathmini ya vyuo 15 na kuvipandisha hadhi, vyuo vya VETA 15 na kuvipandisha hadhi na kuwa vyuo vya Polytechnic. Hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, chuo cha VETA cha mkoa wa Singida kama kitakidhi vigezo kitakuwa miongoni mwa vyuo ambavyo vitapandishwa hadhi na kuwa chuo cha Polytechnic.